Uhaligani mtazamaji wa Gift Online TV, kubwa kuliko kwa siku hii leo bwana, tumekuandalia Azam haina raha, imeingia hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika kwa mguu mbaya, ikiwa ni mara ya kwanza kufuzu katika historia yake, huku ikiambulia vipigo viwili mfululizo. Juzi Ijumaa ilichapwa bao 1-0 ikiwa nyumbani kwenye uwanja wa New Aman Zanzibar dhidi ya Wydad ya Morocco. Matokeo hayo yanakuja baada ya Azam kupoteza mechi ya kwanza ya kundi B ugenini iliyochapwa mabao 2-0 na Union DRC ya Kongo. Kipigo hicho cha juzi kimekuwa kilio si tu kwa wachezaji bali hata benchi la ufundi la Azam linaongozwa na kocha Florent Ibenge, raia wa DRC Kongo. Ibenge aliyeipa ERC ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika msimu wa 2021-2022 amesema licha uzoefu alionao na mashindano ya kimataifa, lakini kikosi chake kinakosa wachezaji wengi wenye uzoefu, ingawa naona kuna hali ya kuimarika uchezaji wao. Hivyo wana kila sababu ya kurekebisha mambo ili kufanya vizuri katika mechi 4 zilizobaki. Mbali na hilo, Ibenge amewapongeza wachezaji wa Azam kwa namna walivyopambana kusaka matokeo mazuri na swala la kushinda kutumia vizuri wanakwenda kulifanyia kazi. Ukiangalia leo juzi wachezaji wangu wamekimbia sana uwanjani, tofauti na mchezo wa kwanza tulichokosa ni kutengeneza mabao, lakini tumejifunza. Aliyasema hayo Ibenge. Ni kweli nina uzoefu mkubwa kwenye mashindano haya ya Afrika, lakini nina wachezaji wengi ambao wana joto la mashindano kama haya, kuna kitu wanakipata. Tulikuwa tunatengeneza nafasi, hatukuwa na timu ya kuwapa nafasi Wydad wafanye wanavyotaka uwanjani, tulilazimisha kuwa kwenye pressure, lakini vijana wakashindwa kufunga tu. Aidha, Ibenge alisema kuwa baada ya kupoteza mechi 2 za kwanza bado wanataka kutafuta ushindi kwenye mechi 4 zilizosalia, wakianza dhidi ya Nairobi United ya Kenya, wakicheza nao ugenini na nyumbani, kisha Maniema nyumbani na kumaliza Wydad ugenini. Hicho ndizo zote zitachelewa kati ya Januari na Februari 2026. Wachezaji wanaimarika sana na kwa hilo najivunia, lakini hatujamaliza. Mechi ijayo tutakuwa Kenya, kwa hiyo tutakwenda kujitayarisha, tunakwenda kuangalia na kufanya kila linalowezekana ili kupata pointi za muhimu. Ndani ya kikosi cha Azam, mbali na kocha Ibenge, kuna Faisal Salim, Issa Fofana na Jafet Kitambala ambao wamewahi kucheza hatua ya makundi ya michuano ya CAF na sasa wanapata nafasi ya kuonyesha uwezo wao kikosini hapo. Katika mechi ya juzi Azam ilicheza tofauti na alivyopambana na Maniema Novemba 23, 2025 dhidi ya Wydad. Azam ilikuwa na kasi ya kupandisha mashambulizi, lakini tatizo kubwa ni kushindwa kuzitumia tu nafasi za kufunga. Changamoto hiyo imeendelea kuzifafanua Azam, kwani hata kwenye mechi ya kwanza ugenini dhidi ya Maniema bado ilishindwa kutumia nafasi. Bao la Kitambala kwenye mechi ya jana, Azam ilifunga bao zuri tu, lakini waamuzi kutoka Cameroon alikataa akidai kabla ya Jafet Kitambala kufunga kulikuwa na madhambi yaliyofanyika, lakini picha za marudio hazikuonyesha madhambi yoyote. Ibenge maumivu. Azam ilimchukua kocha Mkongomani Florent Ibenge ambaye ni ana uzoefu wa mashindano ya Afrika, lakini akajikuta anapoteza mechi ya pili mfululizo kwenye makundi. Matokeo hayo yanamfanya Ibenge kutibua rekodi yake, kwani hajawahi kupoteza mara 2 mfululizo kwenye mechi za makundi kabla ya kukutana na hilo akiwa Azam. Azizi tena Bongo Majanga, kiungo wa Wydad Stefano Aziz Ki alirejea nchini kwa mara ya kwanza kucheza dhidi ya Azam tangu auzwe na Yanga kwa Waarabu hao, lakini bahati mbaya akashindwa kumaliza mechi hiyo vizuri. Safari amerejea akirudi Wydad. Aziz Ki alionyesha kiwango kikubwa sana ndani ya dakika 76 alichocheza hadi alipoumia baada ya kugongana na kiungo wa Azam Himid Mao na kuwaishwa hospitalini. Kilio cha Masta Azam baada ya kumalizika mechi hiyo. Baadhi ya wachezaji wa Azam FC walizungumza namna walivyoumizwa na matokeo hayo, huku wakitaja tatizo la kutoumia nafasi vizuri ndio lililoangusha. Kiungo Faisal Salim Feitoto amesema, tumepata nafasi tumeshindwa kuzitumia, wenzetu wanapata moja wameitumia, ni sehemu ya mchezo wa mpira. Hivyo kushindwa kupata matokeo mazuri sisi kama wachezaji ni jambo baya. Tutajiandaa kwa michezo inayokuja ili tufanye vizuri. Kwa upande wa winga Salman Nado, matumaini bado yapo. Kuna mechi 4 zimebaki. Tunarudi uwanjani mazoezi kurekebisha makosa na kuboresha vizuri timu
yetu tuweze kushinda mechi 4 zilizobaki kwa robo final. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment.